tunajua kwamba tuna kiu uongozi, wachezaji, benchi la ufundi, lakini pia hata Watanzania pia na wao wana kiu kuona kwa namna Azam FC imefanya uchezaji mkubwa kwenye timu, hasa kwa usajili wa wachezaji wazuri. Kwa hiyo hata Watanzania pia nao wana kiu kuona kile ambacho Azam FC inawishi kupata kwenye mashindano haya makubwa, basi tuweze kupata. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunaona na tuna kiu na hamu kubwa ya kuona tunaweka historia kubwa na alama kwenye klabu kwa kuweza kuvuka hatua hii ya mwanzo na kwenda kwenye group stage. Kwa hiyo history ambayo tuna matumaini nayo ya kwenda kuikamilisha kesho, na ili tuweze kuikamilisha ni lazima tuvuke kiunzi kilichoko mbele yetu ya mchezo dhidi ya KMKM, na tunaamini wapinzani wetu watakuwa wamejipanga vizuri kulingana na mchezo wa mwanzo tuliocheza dhidi yao. Tuweza kupata matokeo mazuri na wao waliweza kupata matokeo mabaya kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo wanakuja kwetu na tuna imani kwamba watajiandaa vizuri. Yale mapungufu ambayo walikuwa nayo nadhani watakuwa wameweza kuyazingatia ili wasiweze kufanya makosa yale ambayo walikuwa wanafanya mwanzo, lakini pia yale ambao waliyaona kwetu kama ni makosa, basi wataenda kufanyia kazi ili kuona kesho wanafanya jambo zuri kwao ili wanaweza kupata matokeo chanya. Vivyo hivyo kwetu tumekuwa na mazoezi ya kuona namna bora ambayo tunaweza kufanya kwenye mchezo wa awali ili tuweze kuendeleza mwendelezo huu, lakini pia kwenye sehemu ambazo tuweza kulegalega, basi tuweze kuongeza nguvu ili kile ambacho kila Tanzania, kila mchezaji na viongozi ambao kila mtu anaona kwamba tumeshapiga hatua moja mbele, kuona kama tunaweza kuqualify, basi hayo mawazo na hiyo nia isiweze kuperuka au kupotea. Kwa hiyo ni kuweka makini kwenye kila eneo kuhakikisha kwamba yale mahesabu ambayo tumeyapiga na ule mwanga ambao tumeupata, basi tuweze kushikilia, tuweze kuvuka kwa pamoja, na hiyo history kwa watu wote ambao wanasikiliza timu, na hasa kwa namna bora ambao wachezaji wa klabu wamefanya na Watanzania kwa ujumla wamekuwa na matarajio kuona kwa namna Azam FC ilikuwa na wachezaji bora, ilikuwa na benchi la ufundi bora, lakini pia ilikuwa na viongozi ambao wanatamani kuona Azam FC ikivuka na kwenda makundi, na wote kwa ujumla tunaamini kwamba Azam FC inastahili kufika zaidi ya hatua ya makundi. Kama una neno moja unaweza kuambia pengine mashabiki wa Azam Football Club na mashabiki wa soka kwa ujumla kuelekea kwenye mchezo huu, inaweza kuwa ni kitu gani? Yes, namna bora ni vile ambavyo uongozi wa Azam FC umeombea kwamba Watanzania, mashabiki wa soka nchini waweze kujitokeza kuja Azam FC kwa ajili ya kushuhudia mechi nzuri na bora ambayo itaenda kuandika historia nzuri na kubwa katika klabu yetu. Kwa hiyo tunakaribisha mashabiki wa Azam FC na wasio Azam FC waje waburudike kwa burudani nzuri, lakini pia kwa mashabiki wetu waje waweze kushangilia, lakini hasa kubwa zaidi nadhani itakuwa ni fursa kubwa kwa vijana na watoto ambao watakuja kupata fursa ya kuiona Azam FC, kwa sababu Azam FC tunasema timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo walikuwa wakitumia bidhaa za Azam, lakini pia wanakuja kuona timu bora. Kwa hiyo nadhani kwa vizazi vijavyo kuna haja kwamba watoto platform na kuja kuona na bora ambao Azam FC imekuwa ikiwa bora uwanjani na ikipata matokeo chanya na kutengeneza timu nzuri kama hiyo ambayo tunawishi wote kwenda kuifanya. Kwa hiyo wale na watoto wa burudani, nadhani hicho ndio kitakuwa kizazi bora zaidi na mashabiki kwa Azam FC wa wajao. Nakaribisha maswali kwa uchache. Mr. Unasimanga na kaunti yako. Assalamu alaikum maratin ukhra. Aishi, kwanza hongereni kwa matokeo ya ugenini, lakini profile iliyoshiba ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Watanzania walifika mahala wakakuita Tanzania wani. Unafikiri kwa nafasi yako, wanasema nyani mkongwe huwa amekwepa mishale mingi. Hii ni nafasi ya wachezaji, benchi la ufundi na viongozi kwa Watanzania kuongeza idadi kubwa ya mashabiki wa Azam Football Club, kwa sababu profile ikizidi basi mashabiki wanazidi kuipenda Azam Football Club. Yes, namna bora zaidi nadhani miaka kadhaa nyuma, kipindi ambacho mimi nilikuwa kwenye academy ya Azam FC,
nadhani ilikuwa tulianza ama nilikuta Azam FC ikiwa tunaendelea kujipambanua katika kipindi cha ushindani, tukachukua kikombe cha Kagame, tukaja tukachukua kikombe cha ligi, lakini pia ukiangalia kutoka kule mpaka hivi leo imekuwa Azam FC imekuwa imejipambanua kwa namna kubwa sana, na watu wengi sasa hivi wamekuwa wakifuatilia Azam FC na kuipenda. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka tangu nimekuwa kwenye timu za vijana mpaka leo inafika miaka 10 na zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kama kulikuwa kuna mtoto wa miaka 5 kipindi kile, leo ya miaka 15, ina maana huyu tayari ameshatengenezwa kuwa shabiki wa Azam FC. Lakini nadhani nyote mtakuwa mashahidi, leo hii ukitembea nchi nzima utaona jezi za Azam FC nyingi ambazo zinaweza kukompiti na timu zingine, kwamba kwa maana watu wananunua jezi za Azam FC kwa sababu wanaona ubora wa Azam FC, lakini pia wanaanza kuifuatilia na kuipenda taratibu. Kwa hiyo hata hiki ambacho Azam FC wamefanya kwa kuruhusu watu kuja kuitazama Azam FC bure bila kiingilio, nadhani pia itaendelea kuongeza ule ukaribu watu kufuatilia Azam FC, lakini pia itaongeza mapenzi ya mashabiki na klabu yao. Swali lingine tujaribu maswali mafupi. Sawa, swali langu kocha Florai Benge, moja kati ya rekodi yake hajawahi kuishia katika hatua za awali, makundi ama mbali na makundi. Unahisi kwa kikosi cha Azam ndicho nacho, mafunzo ya benchi la ufundi kwa ujumla, tunaiona Azam katika ramani za soka la bara la Afrika kupitia michuano ya kimataifa? Naam, bali hiyo ndo target kubwa ya uongozi na timu kuhakikisha Azam FC ina compete kwenye mashindano ya kimataifa, kwa sababu uwezo tunao, tunasajili vizuri, ina miundombinu, kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo isipokuwa ilikuwa inakosekana hii nafasi ya kuweza kushiriki mashindano haya kwenye hatua kubwa kama hizi ambazo kila mtu anatazamia na Azam FC inaenda kupambania hiyo nafasi. Kwa hiyo kulingana na ukubwa wa mwalimu, lakini pia kulingana na ukubwa wa klabu kwa kuweza kuinvest kuweka uwekezaji mkubwa, nadhani sasa ni muda wa Azam FC kupeperusha bendera kwa michuano ya kimataifa, na ni matumaini yangu kwamba kwa namna bora ya timu na uwekezaji mkubwa uliofanywa wakati huu, tuna kila sababu ya kupata zaidi ya makundi, na huo uwezo nadhani tunao, kwa sababu tumeshakuwa kwenye mashindano kwa muda mrefu, na namna bora ambavyo tunaiona Azam FC tunaona hiyo harufu kama tunaweza kwenda zaidi ya group stage. Swali la mwisho. Aishi wani mzoefu mchuano ya kimataifa kwa mbingu, lakini pia shirikisho, na msimu uliopita pia ulikuwa mbele ya kuna shirikisho fainali. Wewe kama mchezaji unastahili unatumia vipi kuzungumza na wachezaji wa Azam FC ambao wanatamani na wafanye vizuri kwenye michuano ya shirikisho, lakini wanatamani angalau basi wapate hatua ya makundi, kwa sababu wengi ni vijana na ni wadogo zako, pengine kuna kitu wanatamani kujua kutoka kwako, au pia unawashawishi kuelekea mchezo wa kesho? Unatumia vipi ukubwa wako kuongeza ushawishi wa timu yako kufanya vizuri? Yes, jambo kubwa ambalo huenda hamjui, mimi ni miongoni mwa mtu ambaye natamani kweli kwenda group stage kwa sasa. Yaani katika mtu ambaye anatamani kwenda group stage kwa sasa basi ni mimi. Kwa hiyo kwenye hizo story ama kwenye mazungumzo ambayo tunazungumza, yani huwa nazungumza kana kwamba sijawahi kwenda hiyo stage, na mimi nazungumza kwenye lengo ambayo na wao. Kwa hiyo inaweza kuwa namna ambayo inawashangaza hata wao kuona kwa namna gani natamani kwenda group stage kwa Azam FC, kwa sababu ndo timu ninayoipenda, lakini pia ni timu ambayo imenilea na kukuza na nimekulia pale. Kwa hiyo hata niliporejea kwenye mazingira yale nilikuwa na kumbukumbu nzuri za soka kwenye nchi hii nikiwa pale. Kwa hiyo najikuta kana kwamba sijawahi kushiriki mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo natamani kweli kuqualify hiyo kesho na kwenda group stage. Kwa hiyo msishangae kama panapo majaliwa ukafuzu ukaona nimeshika bendera na kimbia uwanja mzima, kwa kana kwamba sijawahi kufika stage hiyo, lakini ni namna bora ambayo natamani kweli kuhakikisha kesho Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuvuka kwa group stage. Thank you very much. Kwa niaba ya